baada ya kuwa shekhe amezungumzia masuala ya talaka rejea mbili na holo, alafu akazungumza na talaka baina, talaka ya tatu, akasema yameharamishwa. Sasa mwanamke huyu tuchukulie tayari kaachwa kisha kaa eda. Kwa hiyo hichi ndio anachokizungumza shekhe katika darasa yetu ya leo, na mambo haya yanatokea kila siku, yaani watu wanachana, watu wanaoana, na kuna eda ambazo zinafanyika kila siku. Kwa hiyo shekhe atatueleza namna mwanamke anatakiwa akae eda na hukumu zinazohusiana na eda. Kwa hiyo qala al-muallifu rahimahullah wa rahimana jamia, al-iddatu, kwa bahati nzuri na Kiswahili tunaita hivi hivyo eda, maana sisi hatukuchukua jina lingine kwa sababu hatuna jina zaidi ya hilo. Al-idda kwa maana ya eda. Sasa shekhe anasema al-idda tunawani, eda zina aina mbili, eda ziko aina mbili. Iddatul wafati, kuna eda ya kufiwa, wa iddatu talaqi, na eda ya talaka. Kuna eda ya kufiwa na eda ya talaka, eda ina mbili. Kwa hiyo shekhe leo aenda kwenye sehemu mbili, eda ya kufiwa na eda ya talaka. Atakachoanza kuzungumzia ni iddatul wafaa, eda ya kufiwa. Na tukisema hapa eda ya kufiwa, anayekufa hapa ni mwanaume. Maanake akifa mwanamke, mwanaume hana eda isipokuwa katika hali moja tu, ikiwa huyo mtu sio kufiwa, ikiwa kaacha. Mwanaume atakaa eda sehemu moja tu, kama kaacha, alikuwa na wake wanne, kamwacha mmoja, haruhusiwi kuoa mke mwingine mpaka yule aliyemwacha amalize eda. Kwa hiyo tukisema eda, maana yake anayekufa hapa ni mwanaume. Na ndiyo ghalibu, ndiyo ghalibu, wanaume wengi wanawahi kufa, wanaacha wanawake. Hii ndiyo ghalibu, na ndio maana wanaume idadi yao inakuwa ndogo, kwa sababu kwanza wanazaliwa wachache, pili wanawahi kufa. Vifo vyao wakati mwingine vinakuwa vya mkupuo. Unaweza ukasikia huko migodini watu wamefukiwa, wanaume. Kwenye uvuvi watu wamezama, ni wanaume. Sisi tumeelewa? Kwa hiyo vifo vya wanaume wakati mwingine vinatokea kwa mkupuo, mmoja anakufa watu wengi. Vitani ni wanaume. Sasa hii inapelekea wanaume idadi yao inakuwa ndogo.